الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe sisi kwa yale anayoyapenda na anayoyaridhia, na tuongoze kwenye kutenda wema na kwenye kumwogopa yeye, na tujalie ukweli katika nyoyo zetu kwenye yale tunayoyasema na tunayoyatenda. Atujalie sisi tuwe ni wenye kutumika kwa ajili yake yeye tu subhanahu wa ta'ala, ili tuzivune thawabu na kheri za hapa duniani na huko akhira twendako, na wala asijalie ni wenye kutumika dhidi ya yale aliyotuongoza na kutubainishia sisi kwenye kitabu chake na sunna za mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma ista'milna fi ta'atik, ewe Allah subhanahu wa ta'ala tutumikishe sisi juu ya utiifu wako na kuyafanya yale ambayo ni taa kwako subhanahu wa ta'ala. Katika sehemu ya kwanza ya muhadhara wetu huu nilikumbusha kidogo tu mambo machache na hali fulani zilizotupitikia hapo nyuma kwenye safari ya da'wa yetu hii, pamoja na kwamba kunahitajika kuelezewa historia ya da'wa hii kwenye vikao vingi sana kwa upambanuzi wake na matukio mbalimbali yaliyojiri tangu watu kusimama kuidhihirisha da'wa hii hadi leo. Ni jambo linahitaji lielezewe, lifafanuliwe kwa faida lidhikra wa tarikh, kwa ajili ya kuweka kumbukumbu na kuhifadhi historia. Pia kuna haja ya kuandikwa maandiko maalum kwa ajili ya jambo hili, kwa sababu kawaida mkishakuwa mna jambo lenu, kama alivyosema Sheikh Abu Nufaida hafidhahullah ta'ala, kila watu na jambo lao, basi mkiwa mna jambo lenu na hamkulieleza nyinyi wenyewe, basi mshatoa mwanya wa watu wengine wawaelezee, na kila mmoja ataeleza kwa utashi wake, kwa maoni yake, na vile anavyokusudia, kwa makusudio yake. Kwa hiyo haja pia ya kuelezewa jambo hili kimaandishi, hasa pia lidhikra wa tarikh, kwa ajili ya kumbukumbu na kwa ajili ya kuhifadhi historia. Kwa hiyo nilieleza kidogo tu, na ili kuwafahamisha watu wasiojua na wale walioghafilika kwamba sisi tulingania kwenye hili, na da'wa yetu au jambo lilitupa msukumo mpaka kusimama na kuyasimamia haya tunayosimamia ni haya mafundisho yaliyomo ndani ya Qur'ani na Sunna.
na sio utashi wetu binafsi. Sasa wakati wa sasa pia, wakati wa sasa si mrefu, ni wakati mfupi. Nitapenda kuzungumza na nyinyi ndugu zangu kuhusu kujitambua sisi na nafasi tulionayo kwa sasa. Hii ndio mazungumzo yangu, na mazungumzo haya yatakuwa kama ndio ufunguzi wa hii ziara yetu ya kiasi cha siku 4-5 hivi, kwa sababu tunafahamu kwamba tuna ziara katika ukanda huu. Kwa maana leo tuko hapa Moshi, na kesho insha Allah pengine tukawa tuko Arusha, na kesho kutwa tarehe 17 tutakuwa Singida, tarehe 18 insha Allah tutakuwa Dodoma, na tarehe 19 tutakuwa Morogoro kwa ajili ya kufanya da'wa. Kwa hiyo mazungumzo haya yanakuwa ni kama ufunguzi wa safari yetu, ili tunapotoka tuwe na fikra na mwelekeo wa pamoja, tukijua ile nafasi yetu sisi ikoje, ni kubwa kiasi gani au ni ndogo kiasi gani, kwa sababu hakuna kitu muhimu kwa binadamu, wachilia mbali Muislamu, kama kujitambua, mtu kujua nafasi yake. Usipojitambua na usipoijua nafasi yako, utakuwa ni kituko katika jamii. Ni kama vile mtoto mdogo kujifanya ni mtu mkubwa, au mtu mkubwa kujifanya mtoto. Nikisema hivi tu inatosheleza kuonyesha kwamba hapo patakuwa na kituko, kwamba wewe ni mtu mzima, una watoto, una wake na watoto, lakini matendo yako ni kama vile mtoto wa KG1 KG2, yuko chekechea, kama ni mwaka wa kwanza au wa pili, au yuko primary. Ndio matendo yako na kauli zako, utakuwa wewe ni kituko. Kwa nini? Kwa sababu hukujitambua wewe, rika lako na nafasi yako ulionayo, ikakupelekea kufanya kitu kisicholingana na nafasi yako. Dawa ni jina hili, lakini kuna watu walioibeba ambao ni sisi tulioikubali dawa hii, wakiwemo walinganizi, yani waalimu, mashekhe, wanafunzi, bali na hata wale watu wa kawaida. Sisi ndio tunaomathili katika jamii yetu na kuonyesha da'wa yetu inalingania ikoje na tumeielewa kwa kiasi gani, kwa kauli zetu na vitendo vyetu. Kwa ulinganizi wa kimimbari upo, na ulinganizi wa kwenye majukwaa upo, kwenye mitandao na sehemu mbalimbali, kupitia durusi, mihadhara, semina mbalimbali, khutab za Ijumaa. Lakini kuna ulinganizi wa vijiweni na kukaa na watu, ulinganizi kwa miamala na maisha na watu, baina ya mtoto na mzazi wake, mume na mkewe, mke na mumewe, jirani na jirani yake, rafiki na mwenzake, wafanya biashara na washirika wenzao, muuzaji na mnunuzi, na hali kama hizo zenye kufanyana kama hizo. Kule pia kuna da'wa wa vitendo na kauli. Kwa sote sisi tulikubali da'wa hii
kila mmoja anamathil na kuisimamia da'wa kwa nafasi yake. Na kwa utafiti mdogo, siwezi kusema ni mkubwa, ukifanya utafiti japokuwa kwa uchache tu, ukiitazama hii jamii yetu, hasa katika hii Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, utaona mahitajio ya da'wa salafia ni makubwa kuliko watu wanavyofikiri. Bali hivyo hivyo kwa Jamhuri ya Kenya, hivyo hivyo kwa Uganda na nchi nyinginezo zilizotuzunguka, bali kwa ulimwengu kwa ujumla. Hitajio la jamii zote hizi la kuwatoa katika mkwamo ni da'wa salafia. Da'wa salafia, hii da'wa tunayoilingania na sisi tukao tumeikubali, ndio kimbilio la watu wote, wanaotaka na wasiotaka, wanaoipenda na wasioipenda. Ufumbuzi juu ya mambo yao na salama katika dini yao na dunia yao yuko katika kushikamana na da'wa hii. Lakini wakati mwingine mtu anaweza kukipiga vita kitu chenye kumnufaisha yeye, ima kwa sababu ya ujinga, hajui namna gani kitu hiki kilichokuwa na manufaa na yeye na namna gani ya kukipata, au kwa sababu ya matamanio yake ya nafsi, kitu hiki hakiendani na matamanio yake. Ujinga na kushindwa kukitumia kitu ambacho kina manufaa kwako hupigwa mfano kama mfano wa ngamia aliyebeba maji juu ya mgongo wake. min alajaibi walajaibu jamma qurbu alhabibi wama ilayhi usulu kal'isi fil baydai yaqtuluhu adh-dhama walma'u fawqa dhuhuriha mahmulu. Kuna maajabu, na maajabu ni mengi mno. Mtu kuwa karibu na kipenzi chake alafu hawezi kumfikia, ampendaye yuko karibu na yeye lakini hawezi kumfikia. Mfano wake ni kama mfano wa ngamia aliyeko jangwani, kal'isi fil bayda yaqtuluhu adh-dhama, kiu kinamuua, walma'u fawqa dhuhuriha mahmulu, maji yamebebwa juu ya mgongo wake, kabeba malita ya maji na madungu ya maji hapo juu ya mgongo, lakini yeye yafa kwa kiu. Yawezekana nini? Kwa sababu hawezi kuyapata yeye, hana elimu ya kuyafikia hayo. Sasa inawezekana mtu ikawa hana elimu na ufahamu wa kuijua da'wa salafia, kwamba hii da'wa ni rahma kwake na ina maslahi na yeye hajui hilo. Na siku zote wenyewe wanasema annasu a'da'u bima jahilu, siku zote watu wanakuwa ni maadui wa kile wasichokijua. Kama kitu mtu hakijui anaweza kukipiga vita. Kuna mfano wa watu wengi miongoni mwenu, pengine kabla ya kuifuatilia na kuijua da'wa salafia mlikuwa ni maadui, mwipiga vita da'wa hii, mwachukia wazungumzaji wake na wasemaji wake. Ukiulizwa basi tu, lakini huna hoja ya msingi, pengine ukatukana, pengine ukakashifu, hilo lipo. Lakini baada ya kukaa kitako, ukatafakari, ukafikiria, ukasikiliza, ukafuatilia, ukaona mbona napingana na kitu chenye maslaha na manufaa na mimi katika dini yangu na dunia yangu? Mbona hayo yanayozungumzwa ni ukweli? Ukajikuta warudi nyuma, warudi mwisho, ukayaacha yale ulionayo, ukaamua kushika na kuandama njia ya sawa. Na hivi ndio sawa. Kwa hiyo da'wa hii
laiti watu wangelijua nafasi yake katika huu ulimwengu na namna kilivyokuwa ni chombo cha salama katika kuwafusha kwenye maisha yao ya dunia mpaka kuwafikisha kwenye akhira yao, basi da'wa hii ingekumbatiwa na walimwengu wote. Lakini sunnatullahi alkauniyya iko kinyume na hivyo. Haiwezekani wakaamini wote, hata atokee mtu bingwa kiasi gani, bingwa kwa elimu, bingwa kwa ufasaha, bingwa kwa akhlaqi, bingwa kwa ushawishi, bingwa kwa pesa, bingwa kwa kadha, hana uwezo wa kuwashawishi watu wote wakubali haki. Na kama angelikuwepo, basi angelikuwa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini pia na yeye alipata upinzani mkubwa tu ambao tunausoma leo, ima kwenye Qur'ani au kupitia sunna zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, au kwa matukio ya sira na tarikhi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yote yamo, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru, mpaka mwisho tutasoma habari kuhusu hila na njama alizofanyiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nini? Kwa sababu wale waliofikishiwa hawakujua thamani ya kile kilichofikishwa kwao, wakakipiga vita. Kwa hiyo tunatakiwa sisi tufahamu kwamba da'wa tuliyokamatana nayo ni da'wa kubwa na ndio hitajio la watu, ndio hitajio la Waislamu. Kwa hiyo lazima tuwe na mikakati kabambe ya kuhakikisha kwamba da'wa hii inafika ipasavyo. Tusiwe sisi tuliolijua jambo hili ndio wenye kuharibu katika kufikisha jambo, tukawafanya watu waikatae dini na wakatae da'wa hii kwa sababu ya sisi. Tusifikie huko, iwe watu wanakataa wao wenyewe kwa sababu yao wao wenyewe, si kwa sababu yetu sisi. Sasa kwa ukubwa wa da'wa hii nitawakumbusha baadhi ya matukio nyingi. Wakati wa nyuma utaona mambo mengi ambayo yako kinyume na njia ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Matukio kadhaa, kuna matukio kadhaa ambayo yalikuwa yakijiri katika safu zetu sisi, tukiona kwamba ni sawa, tukawa tunaishi hivyo. Na miongoni mwa mambo ambayo ilikuwa yakitutesa sisi ni elimu ya dini, ilikuwa si kipaumbele chetu, lakini ilikuwa tunateswa na uhizbia, umetuganda kila mahali. Alwala walbara yetu haiko katika da'wa, alwala walbara iko kwenye taasisi fulani. Mpaka uwe kwenye hilo, basi wewe ndio wawa haswa. Sikwambii mambo mengine ya khurafati, shirkiyat na mengineyo nje ya hapo. Tutaje kutaja hili, tunakaa hapa mahali karibu. Baada ya ujumbe kufikishwa, alhamdulillah, jambo hili liling'aa na watu wakajitoa katika hali ile. Walipoifahamu da'wa salafia, wakaiona ile neema iliyomo ndani yake, ndio wakayaona mapungufu yaliyokuwa wale ambao wameshikamana nayo. Siku zote ukitaka kujua ladha ya kitu na usawa wake na raha yake, basi kiingie kitu hicho. Kama ni kitu cha kuingiwa, kiingie. Wewe ukitaka kujua ladha ya maji, kwamba haya maji yana ladha gani, yanywe. Lakini mimi nikusifie tu, wajua maji
maji si mchezo bwana. Mtamaliza ufasaha wote, lakini nikikwambia elezea ladha ya maji ikoje, hautaweza. Itakuwa ni kukusikia sikia tu, ule uhakika wake uje upate. Au ukiwa katika jambo fulani baya, uko mahali pachafu penye harufu mbaya, ukikaa utaizoea harufu ile, hutaweza kujua ile harufu mbaya mpaka utoke pale uende mahali penye harufu nzuri au kwenye harufu ya kawaida. Toka pale uje hapa. Unaweza ukaa uko ndani ya shimo la choo, lakini waona kawaida tu, ukaletwa maembe ukala, ukaletwa machungwa ukala, ugali ukala. Kwani kuna nini? Si matope tu haya. Kumbe uko ndani ya shimo la choo. Lakini ukitoka pale ukienda katika sehemu safi, ndio utajua kumbe nilikuwa kwenye tope, kumbe nilikuwa kwenye uchafu. Utaligundua hilo baada ya wewe kutoka pale. Sasa mtu unaweza ukawa katika jambo fulani hivi ukaliona kwamba la sawa, mpaka ukitoka pale ndio utajua kwamba kumbe ilikuwa ni kwenye mateso mimi. Ndio pale utamwona mtu aliyekaa katika dawa salafia akajifunza akafuatilia, ni tofauti na yule ambaye bado yuko katika mambo yake ya uhizbia, haoni tofauti. Atauliza, hivi hii salafi hii ina tofauti gani na wale wanaoitwa hizbi wale? Hivi kuna... Ukisikia swali hilo unajua kwamba bado yuko huko. Hata umueleza wajua kuna hivi, kuna misingi hii, wajua mimi bado toka. Ukishatoka utajua. Toka kwenye hilo shimo kwanza. Ukikaa ukasoma ukafuatilia utaona wallahi nilikuwa napoteza umri wangu. Na hivyo ndivyo walivyo masalafu wote. Huwezi kumrudisha nyuma alikotoka. Lakini mnadhani ni kitu gani kilichopelekea watu kuyaacha walionayo huko? Na pengine wengine walikuwa na maslaha ima ya kiuongozi au na mambo mbalimbali. Kwa nini walitoka huko wakaenda kwingine? Ni wazi kwamba jawabu ni kuwa ni baada ya kufanyika ulinganizi wa haki. Juhudi zilifanyika na Allah akazitia taufiki. Vita vilikuwa vikubwa vya maneno na uadui, lakini Allah aliwavusha watu hapo. Hivi leo tutaanza kukaa na kujadili kwamba wale jamaa hivi itakuwa tupanga njama eti dhidi ya watu fulani, eti mikakati yetu sisi ni kupambana na watu fulani kwa sababu wana mashule, wana hiki, hizbiyuna wote. Hiyo agenda hiyo sisi tushavuka hapo. Tuanze kukaa kuandika makala usifanye hivi, wakati huo ushapita. Kuna mambo ya msingi yako mbele yetu yatakiwa sisi tuyaangalie. Nini? Kwa sababu tayari ule uelewa ushakuwa mkubwa na safari ishasonga mbele. Haturudi nyuma tena. Lakini nataka kusema ni kwamba juhudi zilifanyika na Allah akazitia taufiki. Kwa lazima ifanyike juhudi. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Na wale waliojipinda kwa ajili yetu sisi, umefanya juhudi kwa ajili ya Allah, sisi tutawaongoza na kuwabainishia zile njia zetu, kwa sababu turuqul khairi kathira, njia za khairi ni nyingi. Kwa hiyo sisi tutawafungulia milango na njia za khairi. Lanahdiyannahum subulana, na hao ni muhsinun, na Allah yupo pamoja na wenye kufanya ihsan. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allah yuko pamoja na watu wa aina hii. Kwa hiyo ukishajitambua kwamba hawa wanahitajia dawa, fanya dawa. Hawa wanahitajia bayani, wabainishie watu.
Dawa inahitaji kuelezwa, waeleze watu. Lakini kuna uadui, ndiyo uadui upo. Lakini kuna njama, ndiyo njama zipo. Nitabezwa mimi, ndiyo utabezwa. Nitanyanyaswa, nitakashifiwa, nitafanya kazi. Yote haya utakutana nayo. Lakini hiyo ndiyo njia ya kuwasalimisha watu na kuwatoa watu kusikokuwa sawa, kuwapeleka kwenye usawa. Sasa nawaulizeni, mfano zile juhudi zote zilizofanyika na watu wa msikiti huu na ndugu zao kutoka Pongwe na kutoka sehemu nyingine, yale matusi tuliotukanwa, tulichanika vifua, kashfa, vitisho, lugha za kebehi, yametudhuru nini sisi? Mpaka hii leo kuwa sasa tuko katika hali hii, katika mustawa wa nchi hii, kwa kiwango cha nchi hii, kitu gani tumedhurika sisi? Kuonyesha ya kwamba hata mtu akutweze vipi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akitaka kukunyanyua hataweza kukutweza na kukudhalilisha. Hutadhalilika. Wewe simama upande wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo nafasi yetu kumbe sisi ni kubwa, tuweze kutoa ushawishi kwa watu na watu wakatuelewa na wakakubaliana na tunayosema na tukafanikiwa, maadamu ni haki. Ukilifahamu hilo, basi utakuwa umejitambua. Miaka ya hivi karibuni, si miaka mingi, katika ukanda wetu huu paliingia vuguvugu. Walijitokeza baadhi ya vijana wa Kiislamu, wakaja na fikra zinazofanana na fikra za Uislamu, ya kwamba wao wataka dola hizi za kikafiri, kwani lazima zipatikane dola za Kiislamu zitakazohukumu kwa kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na njia ya kupita ni jihadi ya kupambana na makafiri. Hivyo vijana wajiandae, watafute silaha, wafanye mazoezi, waanze mashambulizi. Kamata huyu, piga kabali, chukua silaha yake, kamata yule, vamia hapa, vamia kule, chinja huyu, chinja yule. Fikra hii iliingia, vijana wakaaminishwa kwamba hiyo ndiyo dini, watakiwa uikubali kwa nguvu au kwa hiari. Na kama hukukubali jambo hilo, wewe mnafiki, wewe kafiri. Na wengine wakatangaziwa vichwa vyao halali, kwamba fulani vichwa vyao halali. Hizi fikra ziliingia, zilianza kwenye maneno, watu wakajibizana kwa hoja, zikatoka kwenye maneno zikaenda kwenye vitendo. Na vitendo havikuingia kwa makafiri tu, labda Mayahudi, Manasara au mushriku, mpaka Waislamu. Kule Tanga ilitokea siku moja, walivamia kijiji, Waislamu watupu. Kwa usiku mmoja waliua watu sio chini ya 8, watu 9. Waliwaua kwa kuwachinja kama kuku, kichwa huku, mwili huku. Na baadhi ya ndugu zetu sisi, watu wao wa karibu waliuawa. Wale mabwana wakaswaga ng'ombe, mbuzi, kondoo, wakaondoka nao, lakini washaua watu 9 ndani ya nchi ya Tanzania. Nini? Makufaru wale ni Waislamu. Hivyo katika sehemu nyingine na sehemu nyingine, ikawa fikra hii imeingia, imejikita kwa vijana. Kuna mashekhe walikuwa wakiunga mkono fikra hii kwa chini au kwa dhahir, na wengine hawakuona kuwa ni tatizo, ni hamasa tu za vijana.
na wengine walikuwa na hofu wakakaa kimya. Walinganizi wa dawa salafia walisimama katika jambo hili, walijua ukubwa wa hatari itakayowakabili kwa wao kusimamia ukweli, maafa yatakayowasibu, udhalilishaji utakaowasibu, kebehi na kejeli zitakazowapata. Lakini kwa maslahi ya nchi zetu sisi na waislamu walioko katika nchi hizi, kwa maslahi ya hawa waislamu na maslahi ya dini, kwa sababu kitu cha kwanza kabisa ni kuilinda dini, isije kuonekana kwamba Uislamu ni dini ya kihuni, dini isiyo na misingi wala huruma, kwa sababu hapo kuna tashwihu al-Islam, kuuchafua na kuupaka matope ya Uislamu. Hilo ni jambo kubwa kabisa. Duatu salafiyin walipolitazama hili, lakini pia rahmatan lilmu'minin, kwa kuwahurumia waumini, kwa sababu siku zote jambo la watu wa aina hii, kwa kuwa haliko lillahi rabbil alamin na haliko katika minhajun nubuwa, haliwezi kufanikiwa, na madhara yake ni makubwa zaidi, na watakaosibiwa hapo ni waislamu, na makafiri watapata njia ya kuwadhalilisha waislamu. Kwa sababu hiyo basi ni lazima wapatikane watu walizungumzie jambo hili kielimu. Nyinyi mnakumbuka watu wazima waliokuwepo wakati ule, kampeni tuliyoifanya katika nchi hii, mkoa baada ya mkoa na miji mbalimbali, makala zilizoandikwa kupambana dhidi ya fikra hizi, kwamba jamani, huu si katika Uislamu. Jambo hili madhara yake ni makubwa zaidi ya kuudhuru Uislamu kuliko kuutia nguvu. Huwezi kwenda mahali ukashambulia wapige bomu au wapige risasi alafu wewe wakimbia, huku nyuma umemwacha mke wako, mama yako, binti yako, watoto wako na wengine. Wewe ushakimbia, umejificha ndani ya pango, wanaokuja kudhalilishwa ni watoto wako na wake zako. Si dini hii. Hebu tulieni. Sizungumzi mambo ya kubahatisha, nazungumza vitu vilivyopo. Tumeandika, tumezungumza, na miaka imerekodiwa, tukayazungumza haya kwenye vyuo vikuu na sehemu nyingine mbalimbali, bila ya kutumwa na yoyote wala kushawishiwa na yoyote wala kuahidiwa na yoyote kwamba mkifanya hivi tutawapa hiki. Hakuna alithubutu hilo, wala kuahidiwa ulinzi kwamba fulani tutawalinda, kwa sababu sisi mlinzi wetu mkubwa Allah subhanahu wa ta'ala huwa maulana, yeye mlinzi wetu. Kutokana na ule ukubwa wake, watu kutambua nafasi. Mbona sasa mashekhe wako kimya? Wale wanaotakiwa waseme, mbona wako kimya? Hawasemi. Pengine hawasemi, labda hawayafuatilii mambo haya kielimu na kiutafiti wakajua, lakini ufafanuzi kwa asilimia zaidi ya 99 ulitoka kwa as-salafiyun, imma kupitia mimbari za Ijumaa, khutba za Idi, mihadhara mbalimbali, semina, durus na nyingine zikahusishwa sasa rududi maalum dhidi ya fulani na fulani na fulani. Na walillahi alhamdu, ikawa hoja tunazozitoa hazijibiki na wala hazijawahi kujibika, na mpaka leo hazijibika. Baadhi ya vijana wakaona, mbona yasemayo ni kweli, hawa masalafi wasema kweli. Wale wakubwa wao wakamwambia, hao waoga. Sawa, wana elimu wao, lakini waoga.
Na ushahidi wa hili utafute muhadhara uliofanyika pale Arusha katika msikiti wa Kaloleni siku 2. Nani anakumbuka? Nani alikuwepo? Najua watu wengi walikuwepo. Ulikuwa mwaka gani Sheikh? Umesahau. Nani mwingine akumbuka? Ulikuwa huna mvi hizo. Sasa unazo. Ulikuwa huna mvi hata moja. Nani anakumbuka? Naam Sheikh. 2013. Mwaka 2013. Piga hesabu 2013 mpaka leo ni miaka mingapi? Miaka 12. Tulifanya muhadhara pale. Lakini muhadhara ule ulileta manufaa makubwa. Ukalichukua kundi la baadhi ya vijana ambao tayari ilikuwa fikra zao zimeshaathirika, wakarudi nyuma. Sasa kwa hili tunaona kumbe tunayo nafasi sisi ya kueleza jambo katika jamii yetu, jambo la hatari kwenye jamii yetu, tukalisawazisha, tukaliweka sawa, hata kama hatukutumwa, hata kama hatutumiki, hata kama hatukuahidiwa kitu, tukalifanya jambo hili lillahi rabbil alamin, kisha jambo likatengenea. Kumbe uwezo huo upo. Alhamdulillah, uwezo ule upo, uwezo huo upo, hoja zipo na mpaka leo zipo. Jambo lile likenda likaishia hivi lilivyoishia leo. Hebu niwaulize nyinyi, hivi mnadhania lau kama watu wasingejipambanua kwa kulizungumza jambo hili kwa hoja za elimu, ni vijana wangapi wangeangamia kwa kufuata fikra zile? Vijana wangapi leo wangeuawa na wengine wakaozea magerezani kwa sababu ya kufuata fikra zile? Hata kama tumetukanwa, tukakufurishwa, makafiri hao, vibaraka wa Mayahudi hao, wanatumiwa na Marekani hao, majasusi hao, wanafiki hao, makafiri hao, sisi tumedhurika nini? Kwani sisi makafiri kweli? Sisi wanafiki kweli? Kwani sisi majasusi kweli? Maanake leo mtu anaweza akawa kwenye shughuli yake, kwenye jambo lake la dini, aimba akatumbuiza na mziki na ala za mziki acheza. Wewe ukimkataza akwambie wewe unimkataza, kwambie wewe Yahudi. Mayahudi hao bwana, hao Mayahudi hao. Hebu niambie hapo Myahudi ni nani? Mtumbuizaji, mpiga kinanda, au huyu anayelikataza hili watu wabaki katika Uislamu? Lakini maneno tu hayadhuru kitu. Yani wewe umeshikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhahiri yako na batini yako kadiri Allah alipokuwafikisha. Familia yako umeilinda, umetoa mafunzo kwao, watoto wako wavaa hijabu, mke wako wavaa hijabu ile ya kisheria iliyoelezwa kwenye Qur'ani na Sunna. Alafu yule mwenzako ajiita shekhe, mke wake hafai hijabu, ikipigwa mziki hapo mke wake hatacheza, au atatoka yeye na mkewe wacheze. Kama wana birthday yao wataleta keki, watatoka mbele za watu walishane keki, mke na mume. Wao Waislamu safi kabisa, Uislamu wa Mtume, bali ni ahbabur rasul, wajiita hivyo, vipenzi vya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe ukinayepinga wewe Yahudi. Unaona mizani zinapogeuzwa hizo? Mahali pa kuweka mchele weka jiwe, mahali pa jiwe weka mchele. Kwa hiyo wapima jiwe, mizani imebinuliwa hivi, inqalabatil mawazin. Lakini sasa ni maneno tu, hayadhuru. Kama wewe ni mkweli na umeijua nafasi yako, haya maneno hayawezi kukutisha wewe ukarudi nyuma. Simama katika haki, fastaqim kama umirt waman taba ma'ak wala tatghaw. Simama sawa sawa, kuwa na msimamo kama ulivyoamrishwa wewe na wale waliokufuata. Msivuke mpaka tu ukafanya mambo ya kuvuka mpaka, usivuke mpaka. Tughyani haifai.
lakini watu wakasimama katika jambo hili likalinganiwa, wakabainishiwa watu. Leo sitaki kuzungumza hizo hoja zilizotumika ilikuwa ni zipi na kadha na kadha na kadha, lakini duatu salafiyin walisimama katika jambo hili, na maal asaf waliachwa peke yao, wakishambuliwa kwenye mitandao huko, wakikufurishwa, wakitukanwa, wakifanya kila namna, bali hata njama za kuwaua zilifanyika. Si kuwaua kwa kuwapiga magongo au mawe wala risasi, kuwapiga mabomu ili wafe kabisa, wasiwepo katika hii dunia. Haya yote yamefanywa katika ndani ya nchi hii, lakini kama Allah subhanahu wa ta'ala hakukupangia wewe shari ikupate, itakupata. ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Kwa sababu gani? rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Lakini nataka kuwaambia kwamba sisi hatutaweza kudhurika na maneno ya watu na kashfa zao na vitimbi vyao kama Allah subhanahu wa ta'ala hakuandika hilo. Sisi ni wajibu juu yetu kuisimamia dini yetu kwanza kabisa kabla ya kila kitu. Tusiogope. Lakini mpaka tujitambue ile nafasi yetu, tukiona kwamba sisi na wale ni sawa tu, wale wamekaa kimya, sisi pia tukae kimya, hili jambo la dini litaharibika. Na nchi nyingi ziliharibika kwa kuwa walikosekana watu wa kweli watakaosimamia jambo hili na kulikemea. Nchi nyingi zimeharibika. Kwa hiyo usiangalie wadharauliwa kiasi gani, huthaminiwi kwa kiasi gani. Jitambue tu kwamba hoja unazo, waweza kuifikisha kwa watu, fikisha. Jiondoshe kwenye dhima mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo watu walijitambua katika hili.